tumeita ndugu zetu waandishi wa habari kwa mambo mawili makubwa. Moja, kuwafahamisha kwa sababu na nyinyi ni wadau kama Watanzania, kuelewa hili jambo letu, lakini pia kuweza kutangaza ili hatimaye tupate mwekezaji mwenye tija na nchi yetu. Nawakaribisha wadau wa ndani na nje ya nchi wenye nia ya dhati ya kuwekeza kushirikiana na TanTrade katika kutimiza azma hii ya mradi huu wa PPP. Na kama nilivyosema, tumekuwa tukifanya kazi pamoja na kituo cha PPP, tunasema PPP Center, na tukipata ushauri mbalimbali wa kitaalamu katika kuhakikisha kuwa mradi huu unatekelezwa kwa tija, uwazi na kwa kuzingatia maslahi mapana ya taifa letu. Maeneo makuu yatakayotarajiwa kuendelezwa kupitia mradi huu ni pamoja na ujenzi wa miundombinu ya maonyesho ya kisasa. Tunajenga miundombinu ya maonyesho yenye viwango vya kimataifa. Kutakuwa kuna maholi makubwa ambapo ndani yake hayo maholi yatakuwa yanatumika kwa masuala mbalimbali ambayo yataendana na mahitaji ya kisasa, ambayo kutakuwa kuna maeneo ya burudani, hotels, malazi ndani yake. Kutakuwa kuna kumbi za maonyesho za ndani ambazo zina viwango vya kimataifa, zikiwa zina nafasi kubwa. Ndani yake kuna mifumo ya kisasa ya taa, mawasiliano na huduma za kielektroniki kwa ajili ya wafanyabiashara na washiriki kutoka mataifa mbalimbali. Kutakuwa kuna maeneo ya wazi ya maonesho ambapo ukiachilia mbazi yale mahall, kutakuwa kuna sehemu ambapo kutakuwa kuna mpangilio mzuri tu wa kisasa wa kuonyesha. Kutakuwa na mifumo ya kidijitali ndani yake, hatakuwa na ile manual ambayo tunafanya kawaida ya uendeshaji wa shughuli ambazo zitakuwa zinafanyika humu, kwa sababu tutakuwa tunafanya kwa ubia, sio sisi ambao tutakuwa tuna operate, itakuwa wale ambao partner wetu. Kwa hiyo wataweza kutumia mifumo ya kidijitali. Kwa wale waliobahatika washatembelea nchi mbalimbali zikiwemo za Asia, Dubai, tunaona wenzetu wanavyoendesha shughuli hizi kidijitali. Kutoka kuna ujenzi wa hoteli za kisasa ndani yake, na viwanja hivi kumekuwa kuna hitaji la hoteli kubwa sana ndani yake. Kwa hiyo kutajengwa hoteli kubwa ambayo hoteli hiyo itaweza kuaccommodate wadau ambao watafika kwenye maonesho haya bila kwenda maeneo mbalimbali. Na kutakuwa kuna ujenzi wa majengo ya biashara, commercial building, kutakuwa kuna shopping malls, mnafahamu shopping malls ndani yake, lakini na si malls tu zile za aina moja. Kutakuwa kuna shopping malls za aina nyingi ambazo watu ambao watafika hapa watakuwa kuna wana vitu vingi vya kufanya, lakini Watanzania pia wataweza kutembelea hapa masaa 24 wiki nzima, wakati wowote, sio tu kwa ajili ya kuja kwa ajili ya Sabasaba. Ndugu waandishi wa habari, kupitia maboresho haya makubwa ya miundombinu ya uwanja wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, uwanja huu tunatarajia utabadilika na utakuwa kivutio kikubwa cha uchumi, lakini pia tunatarajia kuondoa changamoto zote zile ambazo tunaziona kwa hali ya kawaida. Kuna changamoto nyingi tunazipata kwa sasa, lakini hii itakuwa ni suluhisho kwa ajili ya kuondoa changamoto hiyo. Nafikiri mnafahamu wanahabari kwamba Tanzania inajipanga kwenda kwenye dira ya pili ya mwaka 2050 ambao tunafikiria pengine kufikia uchumi wa takriban dola trilioni 1. Sasa nchi nyingi ambazo zimefikia uwezo huo wa kiuchumi, service industry ndio sehemu kubwa ya uchumi. Kwa kadiri uchumi unavyokuwa, sekta ya huduma inaongezeka mchango wake kwenye uchumi, ikifuatiwa na sekta ya viwanda kwa maana manufacturing, na sekta ya kilimo inazidi kuwa ndogo. Haimaanishi kwamba inakuwa ndogo kwa maana ya kiasi, isipokuwa tu ushindani ule wa sekta ya huduma unakuwa mkubwa zaidi. Kwa hiyo hiki ambacho kinafanywa na TanTrade leo ni kwa ajili ya kurespond, ni kwa ajili ya kuitikia hayo mahitaji ambayo kama nchi tunayaona kuelekea miaka 25 ijayo. Nasema miaka 25 ijayo kwa sababu hata mwekezaji atakayekuja kuwekeza kwenye eneo kama hili ni mikataba ya muda mrefu, inatoka miaka 20, 25, 30. Kwa hiyo ni mikataba ya muda mrefu. Kwa matarajio yetu ni makubwa ya kwamba tutapata mwekezaji kama ambavyo mkurugenzi ameeleza, mwenye uwezo wa kimtaji, lakini mwenye uwezo wa technical competence, ule uzoefu wa kiufundi, lakini pia mwenye uwezo wa kimanagement katika kuendesha jambo hili au mradi huu. Kwa ni mradi mkubwa, na kwa kweli mimi binafsi kama mkurugenzi wa kituo cha ubia
niseme kwamba uamuzi huu wa TanTrade kutaka sekta binafsi ifanye hiki ambacho inakitaka kifanyike ni changamoto kwa mamlaka zingine za serikali kuona kwamba kuna mengi ambayo tunaweza tukafanya serikalini bila kusubiri hazina watuletee pesa. Ukichukua bajeti ya kawaida tu ya kwamba kama TanTrade wangehitaji hazina waletee fedha kwa ajili ya kufanya hiyo expansion, nadhani ingegharimu sio chini ya bilioni 300 pengine kufanya hiyo expansion. Lakini hiyo expansion ni vituo zaidi ya bilioni 300. Ni vituo vingapi vya afya? Ni zahanati ngapi? Ni kiasi gani cha miradi ya maji ambacho kingefanywa na hiyo? Kwa hiyo uamuzi huu wa TanTrade utaokoa fedha nyingi ya serikali ambayo ingekuja kutumika hapa kwa ajili ya kufanya hiki ambacho kina mvuto wa kibiashara, kwa maana kuna wawekezaji ambao wana uzoefu na wanaweza kuwa na interest ya kuja kuwekeza. Kwa tukifanya hivi na mamlaka nyingi zikifanya hivi kwenye fursa ambazo wanazo, badala ya kutegemea bajeti ya hazina kufanya au kutekeleza miradi hii, tutaweza kufanya makubwa zaidi na kujenga uchumi mkubwa zaidi ambao unahusisha sekta binafsi badala ya kutegemea sekta ya umma kujenga uchumi.